Yes bwana, moja kati ya kitu kikubwa zaidi ambacho wekundu wa Msimbazi Simba wanaendelea kujivunia ni pamoja na kuwa na kikosi ambacho kimekuwa kikihakikisha kinapambana na kupata matokeo chanya hasa katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Ukiachana na mashindano ya kimataifa ambayo wameanza kwa kusuasua kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo tayari wamekwisha kupoteza michezo miwili wa nyumbani dhidi ya Petro Atletico de Luanda pamoja na mchezo ugenini dhidi ya Stade Malien. Sasa Simba kwa sasa wanaendelea kupambana kuhakikisha mastaa wake wanarejea kwenye kiwango bora, lakini pia kubwa zaidi ni pamoja na kuhakikisha wanaendelea kuchukua alama tatu muhimu katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, lakini pia kuhakikisha mastaa wake wanaendelea kupata nafasi na kuonyesha kile ambacho wako nacho na kile ambacho kikosi cha Simba au uongozi wa Simba uliona unahitaji kutoka kwao. Sasa moja kati ya wachezaji ambao waliibua gumzo kubwa sana mjini ni pamoja na Bajaber ambaye alisajiliwa kutoka polisi pale nchini Kenya na kuja kutua Msimbazi. Maneno yalikuwa ni mengi, watu wakisema kwamba tayari msajili ambao umekwisha kufeli, lakini pia wengine wakisema kwamba huu sajili kuna namna kama unatokea kinatokea kile ambacho kilitokea kwa Albin Kramo ambaye alisajiliwa na hakuweza kucheza mchezo wote wa kimashindano akiwa na Simba hadi pale alipotimka na kurejea nchini kwao Ivory Coast. Sasa matumaini kidogo yameanza kuonekana kwa upande wa Simba na baada ya kuweza kumshuhudia jana Mohamed Bajuber akicheza kwa dakika kama 5 hivi katika kikosi cha Simba kwa mara ya kwanza, ikiwa ni mchezo wake wa kwanza pia wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, mchezo ambao alifanikiwa kuweza kucheka na nyavu kwa mara ya kwanza, na mashabiki waliweza kumpokea kwa ukubwa kinoma noma na kuonyesha kwamba kwa namna fulani walikuwa wanamsubiri kwa hamu kuweza kuona kile ambacho amekuwa kielezo kwamba ni mmoja kati ya mawinga hatari kinoma noma. Sasa performance ambayo ameonyesha jana imeweza kumpa confidence na kuweza kurejea na kutoka hadharani na kuzungumza kutokana na kile ambacho amekuwa akikifanya kwenye soka. Sasa unajua mchezaji akiweza kufunga lakini pia akiwa na performance noma, kuna namna ambavyo confidence inakuwa inaongezeka, lakini pia anakuwa kuna namna kama yani uelewa pia kwenye kikosi, lakini pia kuna namna anaweza kuzungumza na mashabiki na akaeleweka vizuri. Sasa baada ya kuweza kupata sub na kuingia baada ya Karabucha Mo kuweza kuachia nafasi kwenye kikosi cha kwanza, Mohamed Bajuber aliingia na kuweza kutupia bao. Ukitazama kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii ni tangu Septemba 11 alipoposti posti yake ya mwisho, na amekuwa akichukua muda mrefu mno kuweza kupost kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii. Lakini pia ukiachana na hiyo Septemba 11, mara ya mwisho pia kwa kurudi nyuma ni Agosti 21 ambapo aliposti picha akiwa nchini Misri. Nakumbuka huko ndiko ambapo wekundu wa Msimbazi Simba waliweza kufanya kambi yao, na hizi za Septemba 11 ni wakati ambao tayari wamekwisha kufanya ile Simba Day. Ni picha ambazo zinamuonyesha akitambulishwa Msimbazi. Sasa jana baada ya kipindi hicho kirefu amekuja kuposti na kuandika ujumbe ambao unamrejesha kwa mashabiki na kuonyesha kile ambacho alikuwa anatamani kukizungumza. Ameandika ujumbe fulani hivi mzito, akaandika hivi: na ificha wapi, nimefurahi sana kucheza mchezo wangu wa kwanza kwa klabu hii kubwa na kupata lengo kulifanya iwe maalum zaidi. Asante kwa mashabiki wote, bodi ya wanachama, makocha wangu, wachezaji wenzangu kwa uvumilivu wao. Naipenda timu hii, alhamdulillah. Sijui nirudie tena uweze kuelewa. Ameandika hivi: naiacha wapi, nimefurahi sana kucheza mchezo wangu wa kwanza na klabu hii, akimaanisha Simba, na kupata lengo kulifanya iwe maalum zaidi. Asante kwa mashabiki wote, bodi ya wanachama, makocha wangu, wachezaji wenzangu kwa uvumilivu wao. Naipenda timu hii, alhamdulillah, kuonyesha kwamba bado anaendelea kuiamini na kuipenda klabu ya Simba, hawezi kuiacha. Bado ataendelea kuitumikia klabu ya Simba na kuendelea kuhakikisha anaendelea kuipatia mafanikio kwa kile ambacho kimemfanya akaweza kusajiliwa. Kumbuka pia maneno yamekuwa ni mengi, lakini pia kuna wakati zilizuka tetesi kwamba huenda Simba ikamrudisha nchini kwao Kenya, lakini pia kuna wakati yalizuka maneno kwamba huenda akarejea katika kikosi akatolewa kwa mkopo kuelekea JKT Tanzania. So tusubiri maneno pia bila kusahau kuna ile kauli ya watu ilitoka kwamba
alisajiliwa kwa ajili ya kuwa mwanamitindo wa Simba kutokana na picha mbalimbali ambazo amekuwa akipiga akiwa na uzi wa Msimbazi kwenye wakati wa promotion wa jezi mpya ambazo zimetengenezwa na Diadora. So maneno yalikuwa mengi hivyo, lakini jana ndio kwa namna fulani, kwa sekunde zile au kwa dakika zile ambazo aliweza kuonesha kile ambacho yuko nacho. So tuendelee kusubiri na tuone ni kitu gani ambacho kitakuja kutokea baada ya mchezo huu wa kwanza kuanza vizuri na kufunga bao. Kumbuka ile Mpanzu Kibisawala bado ana struggle kuweza kufunga bao, na tulishuhudia mashuti mengi sana akiweza kuyapiga, lakini ndio hivyo aliweza kutoa assist moja kwenda kwa Morris Abraham. So tusubiri na tuone ni kitu gani ambacho kitatokea. Dondosha comment yako hapo. Mimi ni official PMTZ na Scout the Baddest mumkin it's PM Short, ni follow pale Instagram lakini pia Twitter kwa jina hilo. Unyama ni mwingi mno.